anasema wala msidanganyike, kwa sababu mazungumzo yoyote mabaya huharibu tabia njema. Unapokuwa mtu wa Mungu, jitahidi sana kukwepa mazungumzo na watu ambayo ndani yake yana uovu. Hizi stori ambazo watu wanapenda sana, stori hizi za nyumbani za kawaida, mnaongea hili, mnaongea lile, mnaongea lile, hizo stori huwa zinawapelekea watu wengi sana kubaki wa kawaida. Unabaki tu na jina la dini, lakini ule utu wa ndani unakuwa umeharibika. Ule utu wa ndani ndio sumaku. Unajua namna Mungu alivyotutengeneza roho zetu, yule mtu wa ndani ndiye sumaku inayofuta vingi kutoka kwa Mungu. Ile roho yako inapokuwa safi, ile ndio sumaku ambayo inanasa vitu kwenye ulimwengu wa roho, inanasa maono. Nisikilize vizuri sana hapo. Kama ndani Mungu anawaambia hivi watu, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Wewe unatembea, watu wakikuona wanamuona huyu mtu ni mzima, lakini Mungu akikuona anakuona umeshakufa. Ni maajabu sana kwenye ulimwengu wa roho. Ni kama mwilini leo umuone mtu amefariki jana, alafu leo unamuona ile maiti inatembea lakini imekufa. Iko kitandani lakini unaiona mtaani inatembea. Ndivyo Mungu anavyowaona watu walio katika imani, lakini imani yao imekufa. Kwa namna ya rohoni hao watu wamekufa, ijapokuwa kwa namna ya mwilini wanaishi, lakini kwa namna ya roho wamekufa. Amen, amen. Na ndio maana ambacho shetani anafanya, huwa anakuja kuiba. Shetani huwa anakuja kuiba kile kizuri ambacho Mungu ameweka ndani ya roho yako, yaani ile sumaku, ambayo hii sumaku ndio inaisaidia roho yako kugundua vitu mbalimbali vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho. Hii sumaku ndio inanasa maono, hii sumaku ndio inanasa baraka zako. Hii sumaku ndio kilala unaweza kumuona jini, unaweza ukaona mchawi, unaweza ukaona ufalme wa Mungu, unaweza ukalala. Hii sumaku ikiwa na nguvu sana inanasa. Unajua kwa kadiri sumaku inapokuwa na nguvu ndivyo ambavyo inanasa mambo mengi. Ikiwa dhaifu inanasa karibu vidogo vidogo tu, lakini ikiwa na nguvu inavuta kutokea mbali. Ndani yako kwenye roho yako kuna nguvu ya usumakishaji. Hii ndio ambayo ile nguvu ndio shetani wanaiba. Naona ile nguvu ya usumakishaji ndiyo ambayo shetani wanaiba. Shetani wanakuja anaiba ile nguvu. Naona kwa hiyo unajikuta sasa, hii ndio maana ufika mahali, na ninaomba ili eneo ulishikilie kwa umakini sana. Ndio maana ukiwa na wewe ni mtu wa Mungu na umefika mahali huna nguvu ya kuomba, huna nguvu ya kusoma neno, huna nguvu ya kukesha, huna nguvu ya kuombea mtu, huna nguvu ya imani, maana yake ile sumaku ambayo ya utu ule wa ndani imeshachukuliwa, inatumika mahali. Naona kuna mtu anaitumia ile sumaku au mashetani anaitumia. Kwa hiyo yale ambayo litakiwa yaone wewe, ndio maana kuna watu hata leo ukimuuliza ukilala unaota nini, hakumbuki hata alichoota. Ukimuuliza unapataga maono, anakuambia hata sijui maono ni nini. Unaona, kwa sababu ile sumaku ilishachukuliwa, haipo. Kwa hiyo roho yake haina tofauti na maiti, kwa hiyo ile sumaku haipo. Ile sumaku ndio inafuta. Unajua ulimwengu wa roho unalindwa. Ulimwengu wa roho una mambo mengi sana, lakini ulimwengu wa roho unalindwa ili usije ukavuta vitu kule na ukawa mtu wa tofauti sana. Kama unanielewa sema amen. Ubarikiwe sana. Kwa hiyo naona kimsingi inatakiwa uyajue haya mambo. Unapaswa kuyajua haya mambo kwamba unatakiwa kuijenga ile sumaku ya ndani. Naona unatakiwa kuijenga ile sumaku. Ndio maana sisi vizuri sana hapo.